hauoni kwamba pia kauli zenu viongozi ni sehemu ya hasira kwa wananchi, majibu mnayoyatoa na namna mnavyowasiliana nao? Kwa mfano, Mheshimiwa Rais, wakati tukiwa kwenye changamoto ya amani, mtandao wa internet ulikatwa. Wewe ulipoulizwa kuhusiana na mtandao wa internet ukasema hatuli internet, ulionyesha kama si kitu muhimu, lakini wakati huo huo waziri wa mambo ya nje alionyesha kwamba internet imekatwa kwa sababu za kiusalama. Kauli kama hizi, majawabu mnayotoa na namna mnavyowasiliana nao, hauoni kama ni kichocheo kimojawapo cha hasira? Asante sana. Na ushauri mwingine, tunaomba sana mjitahidi kutoa majawabu kuliko majibu. Lambert alichokuwa ameuliza kuhusiana pia na kauli pia za viongozi. Kwa mfano anasema hata mimi nilisema hatuli internet. Kwa kweli sikumbuki kama nilisema hatuli internet. Inawezekana pengine labda umenichanganya na nilisema hivyo. Nilisema sawa. Basi inawezekana ndio yale niliyosema, utulivu kisha kuwa sio mkubwa sana inakuwa pia tatizo. Lakini unaweza pia ukajikana mwenyewe. Kwa hiyo maana kuna watu pale walikuwa wanasema wametekwa, wameishauliwa. Sasa lazima pia as a regional commissioner utoke pia uweze pia kuzungumza. Kuna watu ambao wakikuona hata wewe regional commissioner wanapata wana heal, wanapona kwamba basi kumbe tupo basi. Umeelewa na vitu vingine vya namna hiyo. Na kauli tutaendelea pia katika kuboresha haya. Lakini kama nilivyosema, kuna siku moja nilikuwa Temeke. Ile ngome ikaleta zogozogo kweli kweli, na nikasema sasa hapa ndio watakuwa wamefanikiwa kabisa. Asubuhi na mapema kabisa natenguliwa hapa. Nilikuwa nafafanua issue ya mama moja, kama mnakumbuka, mama moja si mjamzito na nini. Lakini kiukweli ni kwamba ukianzia mwanzoni ambako nilikuwa nazungumzia, nilizungumza tu kwamba akina mama wa Temeke na akina baba ninyi, jana mmetoka na 100,000 kwenda kucheza ngoma za vigodoro au kwenda kwenye ulevi. Halafu ukiwa mjamzito unakwenda hospitalini ukiwa jana umeacha shilingi 100,000 kwenye ngoma ya kigodoro. Halafu unakwenda hospitalini unaambiwa, bwana samahani, hapa mimi mwenzio nimeishiwa gloves, hebu saidia shilingi 20,000 tununue hapa gloves. Halafu wewe unatoka nje unampigia mkuu wa mkoa kwamba hii ni haki au sio haki. Sasa my intention haikuwa namna ilivyokwenda kwenye chombo au kwenye hizo nani. My intention ni kuonyesha kwamba tufundishe watu wetu kufahamu kwamba